Katika kurasa za mwisho Jumamosi ikiwa ni Jumamosi nyingine ambayo tunakuwa tunakuletea yaliyojiri katika magazeti na hususan na matukio ambayo yanakuja kwa hivi karibuni. Kwa sasa ambayo inaendelea kwa undani kabisa ni kuelekea fainali ya kombe ya CRDB ambayo yenyewe itafanyika hapo kesho katika uwanja wa New Amani pale Zanzibar, kati ya Yanga na Singida United wakiwa wanataraji kucheza katika mchezo huo wa fainali na mengine mengi ambayo yatakuwepo. Tutakuwa nami Philip Cyprian pamoja na Philip Nkin, Charles Abel, Judith na Molandi katika kukuletea yaliyojiri katika magazeti kwa siku ya leo. Habari za weekend? Safi, mambo nani? Weekend ndio ishaanza. Weekend ishaanza. So kwanza Jumatano. Jumatano kwa weekend. Kuna watu Jumatano kwa weekend. Jana watu wamekula supu ya ngamia. Hivi ni supu ilikuwa mara ya kwanza kama ingetokea ikawa. Ile pale ni supu ya ngamia kweli? Sijui, kwa sababu sijui. Unaweza Moland la Balian. Moland ulienda? Hapana, mimi sikuenda. Lakini supu ni ngamia kweli bwana. Sio jaenda umejuaje kama? Ilikuwa ni ngamia. Maana hiyo of course ni ngamia kwa sababu sijaenda, lakini of course kwamba kuna watu wameenda kwenye feed, wameenda kwa ajili kuripoti taarifa, lakini wameconfirm ni ngamia. Kwa unashangaza Chelsea anahoji tena una uhakika gani kati hujaenda, kati kuna vijana wameenda wamesema wameconfirm ni supu ngamia. Kwa hiyo sisi kabishana nao mtu ambaye amehakiki. Haya. Hivi ukiwa sijawahi hivi ukiwa katika grade supu ya ngamia iko juu zaidi kuliko ya mbuzi, kuliko ya kuku. Ni grade. Unajua hata hizo zote mbuzi, ng'ombe, kuku. Nategemea mtu anataka nini. Lakini kila mtu ana grade yake. Unajua kuna test. Ndio hujaonja test. Uje mtu anakunywa sana supu mara nyingi sana. Unaona mwonaga sana ni chazi. Napenda sana kunywa supu. Baba nafikiri ana chazi, anaweza katofautisha. Kuna supu ya ngamia? Ipo. Okay. Haya, tunakwenda katika weekend nyingine ambayo kidogo tu inaelekea kuwa weekend ya off season. Na mechi lakini kesho. Tuna mechi ya kumalizia ligi. Na mechi tena playoff. Baada moja Fountain na Prison wanaenda kumalizana Jumatatu. Mimi naona kama vile niliona ile mechi kwangu mimi. Yaani watu wasinitafsiri, kwangu mimi Prison anakwenda kucheza. Ndio Prison akitoka hapa anacheza na Stand. Anabaki kwenye ligi. Anabaki kwenye ligi. Yeye anabaki kwenye ligi. Alafu yule anayepoteza Fountain anaenda na Stand. Sasa ndoto zangu sasa. Mbona kama ndoto yangu? Hiyo sio ndoto sasa. Wewe utabiri ndoto. Kama vile Prison inabaki hivi, umeona kama vile wanabaki. Kama hivi na mkoa wa Mbeya utabaki na timu Mbeya City imerudi Mbeya City. Alafu na Prisons. Wale Ken Gold timu yako ndio hivyo tena. Tutajipanga tutarudi upya. Tarudi na nguvu. Bernard Morrison atakuepo kweli? Mwisho katolewa amegoma kutoka. Na akasema kabisa ameshamalizana nao, kwa yeye ni mchezaji huru. Haya, tuna wenzetu ambao wapo visiwani Zanzibar. Tutapata fursa ya kuweza kuwatafuta na kuzungumza nao. Kuna wenzetu wengine ambao wapo nchini Morocco. Kuna mashindano ya WAFCON ambayo yanaanza Julai 5 kwa timu za taifa za wanawake, kombe la mataifa ya wanawake, Tanzania Twiga Stars ikiwakilishwa. Na leo hii basi timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars itaingia dimbani kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Morocco katika mji wa Rabat, ambapo jana ndio walikuwepo katika huo mji wa Rabat. Kwa hiyo tutapata mambo yakaenda vizuri, tutapata kusikia nini ambacho kimejiri. Na kama hiyo haitoshi, basi mwenzetu Ali Bakari atakuwa amerejea tena katika kile kijiwe cha Mabibo. Walitambiana kabla ya ile mechi ya watani wa jadi. Sasa anajaribu kwenda kumalizia na aliwaambia kwamba atarudi. Aliwaambia kwamba atarudi. Kwa hiyo anakwenda pale kwenye kile kijiwe cha Mabibo. Tutawasikia nini ambacho wanafikiria katika mechi ile ambayo ilikuwa ya vuta nikuvute. Charles, ni kweli? Yes.
Mechi ilikuwa vuta ni kuvute. No, ilikuwa upande mmoja. Ya upande mmoja, upande gani? Yanga. Fafanua. Kwa watu wa mpira washaelewa kwamba unaposema mechi ilikuwa upande mmoja, maana yake timu moja ilidominate mchezo kwa asilimia kubwa. Na response ya timu nyingine haikuwa ile ambayo watu wengi wanategemea. Judy, kwenye dabi tulishazoea mara nyingi Simba na Yanga huwa wanagawana vipindi. Lakini katika mchezo huu wa Jumatano iliyopita kama timu moja ndio ilidominate vipindi vyote. timu moja hiyo si Yanga. Yaani Simba walionekana sio Simba, yani wale ambao tumezoea wakikutana na Yanga. Hata kwenye mzunguko wa kwanza ilikuwa ni timu nzuri tu. Sema kwenye hii ya juzi ilikuwa ni Simba ya tofauti kabisa. naambiwa kwanza Moland. Moland. Moland alikuwa anasubiri. Kuna watu wanasema Simba kipindi cha kwanza angalau walijitutumua. Mimi labda nikuulize swali babu. Hadi kipindi cha kwanza kinamalizika, Simba alikuwa mpiga mashuti mangapi yaliolenga goli? Hakuna. Walipiga mashuti mangapi ambao walitoka nje ya goli? Hakuna. Yaani kama Yanga wangekuwa clinical, mechi ilikuwa inaisha kipindi cha kwanza. Kwa waliotazama mpira, lakini bila jicho la ushabiki. Kwa sababu kulikuwa na chance ya Pacome, kulikuwa na chance ya Boka, kulikuwa na chance ya Dube, kulikuwa na chance tena Pacome alipata. Moland, tutarudi kwako bwana Chale. Lakini kiachana hizo chance ya mwisho siku, naweza kusema kwa mechi nilivyoiona. Hata kama mechi kwa pande moja naweza kusema vile vile kwa maana ya kocha vile vile naye kocha Mirudi nafikiri naye kuna kitu ambacho amekiona. Katika mechi mimi naamini kama sio mabadiliko ya kikosi ya maana kumaanisha Duke ya Buya. Sidhani kama Simba wasingepata goli hata moja katika kipindi cha kwanza. Na ama aidha singeweza katika Simba kupata goli hata moja. Kwa maana gani? Kwa maana ya kifundi zungumzio utaona kwamba dakika kama 10 za kwanza 15 mpaka dakika 20 za mwanzo ulikuwa mwana Ucho alikuwa anacheza alikuwa anacheza. Alikuwa anacheza katika kile kiwango chake. Tunaona kadi muda unazidi kwenda nazidi kubadilika, lakini naamini kama ule uimara wa nani wa Duke ya Buya kuonekana muda mwingi sana katikati, maana kuzuia mashambulizi asifike kwa Ucho yamesaidia sana, yani Yanga kwa maana kwamba kuzuia. Tarudi tena kwako Moland. Katika gazeti la Mwana Sports, finali ya kibabe Singida dhidi ya Yanga, Singida ya hapa ikisaka taji la kwanza bara. Kuna picha Philip, kuna picha mbili zikiwaonyesha wachezaji wa Simba wakigaragara. Uliziona katika mitandao ya kijamii? Ni nani? Ni wachezaji gani wewe? By the way, hizo ndo zilizosambaa sana. Ni nani? Labda pengine mimi nafikiria, labda ni wengine. Ni nani? Nilimuona Mpanzu na kuna mmoja nilimuona Shabalala. Una tofauti na hii? Kapombe na Mpanzu. Watatu hao kwa hiyo. Kapombe na Mpanzu, Shabalala na Mpanzu. Lakini pia niliona ya Pacome pia akiwa naye anatamba. Naye anatamba. Na ilitumika pia kwenye magazeti. Sio sana. Ilitumika. Yaani iwe sana kwa sababu hata hizo sio kwamba zilitumika sana. Ya Ucho msijaiona. Kuna nyingine umeiona Judy? Niliona ya Mpanzu Kapombe. Mpanzu Kapombe. Wewe hujaona Shabalala? Hata ya Pacome sijaiona, hata mimi sijaiona. Na Moland? Mbona mbili? Kuna vipi nimeona tatu. Kuna mmoja ile ambayo nani Pacome anamchukua nani kwa score. Unajaribu kidogo kama kumkamata na kamkosa. Okay, haya akiwa ni mambo ya picha, vidodo nini vile ndo neno linanijia. Simba yaingia anga za Fofana. Gazeti la Mwana Sports nikisema Simba yaingia anga za Fofana. Manula Mudathiri ndani ya Stars Chan.
jana watu walikuwa na hoji sana, mimi nachukua mawazo ya walikuwa na hoji sana Manula Chan ikiwemo Mkini Hoji hicho kitu. kikosi Mimi nimehoji kitu Kikosi. kikosi. Yaani na watu wangu na watu nilikuwa nafikiria kwamba walikuwa wanastahili kwenye kikosi afu sijawa. Nani? Wapo. Kwa kwangu ambao mimi nitakuja kuwasema Syria. muda ukifika. Mimi sijahoji, yaani mimi sijawahi kuhoji kuhusiana na uwezo wa Aishi Manula. Okay. Siku moja. Haya. Kuna tetesi zozote za Kamara goalkeeper? Kwamba Tetesi zozote zinakuja na kuondoka. zinakuja za kuondoka, kwa Yaani sababu hapa kuna- tayari Simba yaingia anga za Fofana, kwa mfano kama Charles Abel au Judith. Kama Simba wakipata saini ya Fofana watakuwa na magolikipa wangapi? Kwa mfano, hatujasema wameachwa, walioachwa sio atakayeachwa. Manula si yuko ndani au Manula kaondoka? Anga shaondoka. Manula, Mkataba umeisha. Manula. Ali mkataba umeisha. Ali yupo. Yule mwingine nani yule? Abeli. Abel Bado yupo Simba. Kwa na mzungu naye anaondoka. na Ayubu. Ayubu. Ayubu alitolewa kwenye usajili. Kwa hiyo sasa ikiwa kama ni kubaki na Lakini maana bado yupo kambini Ayubu. inawezekana Yuko kambini na train na team. Yuko kambini na train na team. na ni makubaliano yao, lakini kwenye usajili wa Simba jina lake halipo. Kwa means kama atakuwepo na maana siamini kumrudisha. kauli Bado kuna kipa mmoja hapo. Ayubu ni mchezaji mwenye mkataba na Simba, lakini hayupo Asicheza. kwenye usajili wa Simba. Mchezaji anacheza Alishapo. mchezaji wa mazoezi. Yaani yule anafanya mazoezi na Simba. Na nakumbuka mara ya mwisho hata Zanzibar kwenye fainali ya Mapinduzi alikuwepo. Ya Shirikisho. kombe la shirikisho. Alikuwepo na alivaa sare ya timu kabisa jukwaani. Hiyo basi historia hiyo Simba. Kuna kipa mwingine mmoja Kwa- umemsahau. Yaani Sio kuwa na wageni. uliokuwa na mkataba ni jambo moja na kuwa na usajili ni jambo lingine. Usajili ni wale wachezaji ambao unawasilisha TFF. Kwa hiyo unaweza kubaki na mkataba mkakubaliana wenyewe, bwana mimi naendelea kulipwa, lakini kwa sababu labda wewe una majeruhi hatukutumii. Au labda tunakuangalia labda. Na hiyo ipo. Ipo. Kuna wachezaji wengi Ulaya. Adebayo kuna kipindi alikuwa ni Ipo. mchezaji wa Man City lakini hayupo kwenye usajili wa Man City. Ni makubaliano Analipwa tu. analipwa kama kawaida. Unakuwa kama ni mshahara kama ni bonus. Hapo ukimjumlisha Fofana wanakuwa watatu wa kigeni. watatu wa kigeni. Yes. Kwa kutoa watatu kuna Sasa kipa mwingine kuna- umemsahau. Nafikiri kama sikosema kipa Simba wanafika watano sita. Mwingine ni mchezaji wa under 20. Wanda 20 ambao walimpandisha. Kwa maana of course Yudi watano amezungumzia wa kigeni wakigeni. nimesema. Wa kigeni. Watatu, Wa kigeni wanakuwa wanafikiri ni wa watatu, kigeni. Yaani ukimjumlisha na Eh, huyo watatu. ambaye kuna tetesi. Ndio maana wanakuwa watatu. Na msimu ujao nakumbuka rais wa shirikisho alisema anataka kuweka sheria timu moja isiwe na makipa wawili wa kigeni. Sasa hii ni kuboresha ama ni kuongeza kikosi kipana? Ipi kwa upande gani? Kipa Sasa akipata Sasa means kipa kama si kama ati- kama Simba watakuwa, mimi siamini kama Simba wanaweza kuwa na makipa watatu wa kigeni. Kama wakimsajili wewe, ina maana kuna na maana hapo atakuwa anaondoka. kuna tetesi za kuondoka kuondoka kwa Kamara. kwa Ndio maana kwa sana Kamara umeamua kufunguka. Kamara moja alikuwa kwa na moja, mkataba wa miaka mingapi? miaka miwili. na hata hivyo sidhani kama kweli Nkini kwamba Simba watakubali kuendana na makipa watatu ama makipa tena wawili, kwa sababu kujaza nafasi wanajaza nafasi unajaza tu nafasi sidhani na tetesi nyingi zingi sasa zinazozungumzwa kuhusiana na makipa. Sidhani kama tutaenda kubakia tena makipa wawili hadi watatu. Kwa ni lazima hapo nafikiri watabakisha kipa mmoja. Kama ni Fofana wataamua kubaki naye ama aidha kama ataendelea kubakia. Okay, orodha rekodi ya Kagere ya watesa mastaa utaipata katika gazeti la Mwana Sports, ikieleza mafanikio makubwa kabisa kwa rekodi ya Kagere kwa watu wanaokuja hapa kucheza, wachezaji wanaocheza hapa nchini. Kwa hiyo hapa katika gazeti utaweza kuona hivyo, na kubwa katika gazeti hili ni hiyo fainali pamoja na homa ya kusajili imeanza. Homa ya usajili imeanza. Tetesi. Naona nitarudi tena. Unaingia na kutoka leo hautulii. Kuna kitu chako unacho unataka kuzungumza, lakini unatafuta kianzie kwa mtu mwingine. Ni kweli. Sasa nimejua nini? Kuna parade. Parade ipo. Yanga salitangaza wasema Jumatatu. Parade kutoka Zanzibar.
Wenyewe walisema watakuwa na parade Jumatatu. Baada ya fainali ya kesho wamesema kwamba utakuwa na parade Jumatatu. Sasa hawajatoa ratiba zao. Itaanzia wapi na ipitie wapi, imalizikie wapi. Lakini baada ya mechi ya fainali ya kesho, Jumatatu atakuja na parade. Ile ya mwaka jana na uhakika itapita Msimbazi. Njia. Yaani hajasema watapita wapi. Lakini ndio ambacho tunahakika nacho. Alitangaza vituo vitatu. Alitangaza vituo vitatu ambao watakapopita. Alisema Ilala, alafu Karume, Msimbazi, alafu ndo wanaenda Jangwani. Vitatu, alafu wanafika Jangwani. Sasa wanatokea wapi? Ndio yani sasa ndo hawajasema hapa kuanzia, ila amesema vituo lazima vitakuwa vitatu. Yaani katika kituo cha Msimbazi ni lazima. Yaani hiyo ni kama kanuni ya pai. Na gari lazima lisimame. Hilo la kwanza ambalo unaniambia kwamba leo ulikuwa unalo. Inalo. La pili ambalo nalo. La pili. Hivi ni kweli watu walikodi gari kabla? Gari la nani ya parade? Timu gani? Leo maswali yako. Mimi unajua kikawaida. Ngoja mimi sasa nikwambia kikawaida. Yaani ni jambo la kawaida. Kukodi gari ni jambo la kawaida kutengeneza jezi za ubingwa. Kwa hiyo hata Simba naye kama Yanga alikuwa na jezi za ubingwa amezificha kwenye begi. Simba naye alikuwa nazo. Siku moja ngoja nikusimulie. Siku moja. Umekubaliana kwanza na mimi? Ngoja kwanza nimekubaliana siku moja. Na unakubaliana na mimi sio kosa nani kuweka oda ya gari. Sio kosa. Siku moja timu hiyo ipi? Timu hiyo. Ipi sasa bora umeshakuelewa twende. Timu ushanielewa. Timu hiyo ilishaandika bingwa. Timu hiyo bingwa. Alafu ikawa ina burungutu la marobota pale uwanjani imekaa pembeni. Sio amefichwa. Bahati mbaya wakawa sio mabingwa. Zile jezi zilitapakaa pale. Kila mtu alizibwaga. Alizikimbia. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanaingia na matokeo yao mfukoni. Ile ni plan. Unajua mfano ndo nataka nikupe mfano sasa. Ashumu ya kwamba pale uwanjani Yanga amepoteza alafu sio bingwa. Zile jezi alikuwa nazo anapeleka. Si hivyo kama unapozungumzia huko. Nakupa maloloso. Ndio hivyo. Kwa hiyo ni kawaida. Lakini lazima ujiandae na kwa sababu ni finali au hujui nani atakaye kuwa bingwa. Lazima ujiandae kwa kila kitu. Kwa mimi sioni kama walikosea. Kama walikodi walikuwa na jezi pale. Lazima walikuwa wanazo. Simba bingwa. Lakini pia tutaprove vipi kwamba hiyo timu ilibook gari kule? Yaani iwe haijabuku vipi kauli ya timu moja kuisema timu nyingine? Nasema iwe imebuku. Haijakosea. Yaani hawajakosea kwa sababu lazima ujiandae. Maandalizi. Yaani maandalizi ni kitu cha msingi. Na kuna kusema kweli nyingine ni sahihi. Maana kama baada ya mechi kumalizika juzi Jumatano jana sijui juzi tena ikaonekana taarifa kuna basi ambalo lilifanyaje inasemekana kama Yanga liko njiani linafanyaje linakuja Dar es Salaam. Kwa maana hili lishabukiwa muda mrefu. Nakwambia hata Yanga wenyewe nao lazima walishabuku hilo gari. Kwa hiyo wanategemea bwana, lakini subiri tuone nini kitakachotokea. Lakini kwa kimetokea angalau wamefanya. Wote walikuwa gari moja kama ni kweli. Kama kauli za kweli. Walifanya booking kwenye gari moja na kama kauli zinazozungumzwa ni za kweli. Ingawa tumeniza upande mmoja. Ingawa mimi naamini inawezekana pia ilikuwa ni utani tu. Lakini pia na maana nchi yetu haina basi la namna hiyo. Yaani huu ni msimu wa pili si wa tatu nadhani. Basi na kukodiwa Uganda. Msimu wa tatu. Kwa hiyo maana sisi hatujaona fursa ya kuwa na kitu kama hicho. Nafikiri wafanya biashara sasa hapo ndio wape tip kwamba bwana kila msimu watu wanasherehekea ubingwa kwao. Andayo, lakini sana nayo ni shughuli pevu. Yaani sidhani kama ni mchakato wa leo na kesho. Sababu unawategemea wangapi ambao wanaweza kuchukua hilo basi lako kwa msimu kushamalizika. Okay. Ligi imemalizika. Inamalizika kesho. Ligi imemalizika. Itamalizika na playoffs ndio? Ligi imemalizika. Ligi halisi imemalizika. Ligi imemalizika. Ligi halisi. Yaani ligi hiyo. Ligi imemalizika. Mimi nilifurahi yule haina shida difadhi. Kuna vitu yule kocha wa Yanga yule nani yule ambaye yuko kule alitoka akaja huyu Ramovich alikuwa wa kwanza kuipongeza Yanga. Mliona jambo zuri sana. Hata mimi niliona ni uungwana. Ndio maana kwamba ni jambo zuri sana alifanya. Lakini wakati anaipongeza Yanga na alijipongeza.
kwa sababu ni miongoni mwa watu katika mafanikio. yani alijipongeza kwamba anafurahia na yeye kuwa kwenye mafanikio hicho Yanga. Kama Diarra alivyojitaja yeye ndo kipa bora. Kama Diarra alivyojitaja yeye ndo kipa bora. Amejitaja yeye. Yani bodi ya ligi waleka post ambayo inaonyesha magolikipa na clean sheet zao namba. Diarra akaenda kucomment pale akasema I'm the best. Best vipi kama clean sheet umeshindwa? Sasa yeye ndo kajiona, yani yeye ndo ka comment hivyo, yani kwamba mimi ndo bora. Yani Diarra kajisema kwamba ndo kipa bora. Mimi nataka Chazi anisaidie. Chazi au Mola? Chazi yuko kwenye ile kamati ya tuzo kama sikosei. Ambao pia mimi sio msemaji wake. Wewe sio msemaji wake. Lakini vigezo anajua. Yani wewe ni maoni ya mtu. Ni maoni yako. Na vigezo unavijua ambapo wengine si. Sasa kwa maoni yangu maana tayari watu yani unajua hapa mimi yani kofia yangu naomba nitoke kwako niende kwa Mola. Pia ana cheo cha ukocha. Ni kwake kama kocha basi kama kocha. Comment yangu yote nitakayoitoa hapa. Watu nilifaa kama Chazi. Hao watu chukua maoni binafsi. Yani tayari hapo kuna conflict of interest imeingia. Sio sheria. Umetumia mambo ya sheria. Ndio taratibu babu. Basi hilo swali tusubiri tuzo zikiisha labda ndo anachotaka. Ngoja nimuulize Mola anza akajibu kwenye upeo wake anaelewa. Ni sahihi kweli kwa goalkeeper? Yaani kupimwa kwa kitu kimoja tu kwamba clean sheet ndio awe kipa bora wa msimu. Kiukweli mwenyewe swali najiuliza sana. Nikizungumzia hilo kuzungumzia swali moja kwa moja kina kwa nitaonekana baba nampendelea kipa fulani. Wewe zungumza kwa maoni yako bila kujali kwamba nikizungumzia kwa maoni yangu mimi hapa. Yaani kwa kigezo of course clean sheet nafikiri imekuja kipa bora. Sikosei misimu kama 4 au 3 nyuma. Sikosei 4. Lakini mwanzoni kama misimu 4 kuja huko chini wakupa angalizo la clean sheet. Of course wakawa naangalia ubora kipa. Kwa hiyo kipa ndio maana apewa kipa bora. Lakini unasema kuja kwa baada ya kuona kwamba sio kuonekana kama ni upendeleo wa simu fulani bora tu tutumie kigezo hicho kwa maana clean sheet ndio iwe sababu kupewa kipa bora. Lakini kama binafsi sidhani kama clean sheet eti kwamba ndio iwe kwamba iwe kipa bora. Unaamini kwamba alikuwa una vigezo vingi? Vigezo viko vingi kwa maana kipa bora kwa maana clean sheet. Sawa. Unaamini hivyo. Inawezekana tukaisaidia kamati ndio hasa katika hicho kipengele kamati inawezekana wanaweza wakachukua au wakaona maana tunaendelea na maisha yetu sawa. Kwa hiyo basi tunakubaliana kuna zaidi ya clean sheet. Mimi naamini hivyo. Tutarudi kuweza kuviorodhesha zaidi ya clean sheet. Tofauti na clean sheet nini kingine ambacho kinatakikana ili kuweza kuboresha. Tunaamini kabisa ligi yetu ina thamani sasa hivi, ndio. Tutarudi kwenu, twende kwa Timzo Kalugira. Yeye yupo na timu ya taifa ya wanawake wa Twiga Stars ambao wamewasili juzi katika mji wa Rabat nchini Morocco tayari kabisa kwa ajili ya michuano ya WAFCON, ama kwa lugha kwa upande wa wanaume tunaita AFCON, lakini kwa sababu ni wanawake tunaita WAFCON. Ni mashindano makubwa kweli barani Afrika na ni mashindano ya nchi kwa timu za taifa za wanawake ambao wamequalify kucheza katika kombe la mataifa ya wanawake WAFCON. Timzo, tupe nini ambacho kipo? Jana ulipo katika mazoezi ya usiku maana tunajua kwamba kuna utofauti mkubwa wa saa kutoka Tanzania na Morocco. Sisi tuko mbele zaidi ya saa kama 3 hivi. 3 na Morocco wako kama wako nyuma. Kwa hiyo tupe nini ambacho kinaendelea Timzo katika kambi ya timu ya taifa? Timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars inataraji kucheza mchezo wa kirafiki na timu ya taifa ya wanawake ya Morocco hapo kesho, nikimaanisha Juni 28. Lengo la mchezo huu ni kujiandaa na mashindano ya WAFCON ambapo mwenyeji atakuwa ni Morocco. Tayari leo hii ni siku ya pili tangu timu ya taifa ya Twiga Stars imewasili hapa mji mkuu kwa maana ya Rabat kuweka kambi ya kujiandaa na mchezo huo. Na hapa ambapo unaona najimwaya kukueleza hapa katika hoteli ya Ibs ndipo timu ya Twiga ilipofikia. Ikiwa ni siku ya pili imewasili hapo jana, lakini hapo baadaye usiku majira ya 2:30 za hapa Morocco sawa na 4 za hapo Tanzania,
timu hii itakuwa ndani ya uwanja kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi kujiandaa na mchezo huo wa kesho. Kwa nini mchezo unachezwa majira ya 2:30 za hapa Morocco sawa na 4:30 za hapo Tanzania? Hii ni kutokana na muda wa mechi ambayo nimekuambia ya kirafiki utachezwa kwa muda huo 2:30 za hapa Morocco. Lakini yote kwa yote timu hii inaweka zake hapa kambi, lakini Julai 2 kikosi kitaondoka kuelekea Berkane ambapo ndo timu hii imewekwa, kwa maana ya kwamba kundi C lenye Tanzania, Afrika Kusini, Ghana pamoja na Mali. Beautiful Kanyigo, Sports Lady Rosemary Timso Karugira nikiripoti kutoka hapa Morocco. Asante Rosemary. Kila jina jipya. Rosemary. Rosemary. Mzee timu za Karugira. Ni Rosemary. Kumbe Rosemary. Mimi mwenyewe sijui kwa kweli. Mwenyewe najua jina la Timso. Rosemary. Okay, waseme Rosemary. Au unaona kama viendi. Rosemary bwana ametutajia timu za Ghana, Mali, Afrika Kusini na Tanzania. Hili ni kundi la kifo au gumu sana. gumu sana? Afrika Kusini giant, Ghana pale mimi sijamzoea Ghana. Ghana kwa wanawake nafikiri anakuja, lakini ndio bingwa, ngono mabingwa wa kihistoria. Bingwa wa kihistoria. Ngono mabingwa wa kihistoria Kwenye upande wa wanawake. Mali si yani katika hizo kundi ukiziranki hivi kwa kuanzia juu kwenda chini, kwa sasa hivi tishio ni Saudi, inafuata Ghana, afu inakuja Mali, afu ndo tunakuja sisi. Kwa hiyo sisi kwetu wale watatu wote ni kundi la kifo. Tunaona wote ni kundi gumu kwetu sisi kwa level. Nataka kundi rais lenye nani, lenye mchanganyiko. Sasa uweze kupata mchanganyiko. Sababu ukishafika na mashindano haya sasa hauwezi tena kupata, sababu huko kila alofuzu huko ni bora. Maana yake tunahitaji tushinde mechi 2. Japo kwa mmoja hivi pambana naye, sare 2 na upata na sare na advantage zaidi. Sare zote. Tegemea wengine wamefanyaje. Tena hao wawili labda Ghana na Mali. Naambia tena hao wawili labda Ghana na Mali. Saudi ana timu kweli. Afrika Kusini. Timu kweli ambayo imekamilika. Okay, sawa. Hilo la Morocco tutaanza kucheza na Afrika Kusini Tunaanza na Mali. Tunaanza kucheza na Mali tarehe 7. Tarehe 7. Basi usikose kuifuatilia michezo hii ambayo tutakuletea moja kwa moja kutoka katika miji tofauti tofauti nchini Morocco, na utaweza kuishuhudia michezo hiyo ambayo inachezwa katika nchi ya Morocco. Turudi katika mjadala wetu, na huo mjadala nafikiri tutaupeleka pia kwa mashabiki waweze kutusaidia vigezo vikubwa vya kumpata kipa bora. Kwa hapa nchini kwetu tunaamini clean sheet. Wakati Tim Rosemary anatuambia mambo ya Morocco, uliweka kwangu ninavyoamini mimi, ambapo mwingine na ana haki ya kuongeza. Mbali na clean sheet, tukianzia na Nkini, mimi nafikiri saves pia. Save, yani kipa ameokoa kiasi gani, kipa ametumika dakika ngapi uwanjani. Lakini pia naamini ameisaidiaje timu yake kupata ushindi. Sababu shida ukiweka kwenye kigezo hicho kimoja cha clean sheet tu, kila siku kipa bora atatoka kwenye hizo timu. Ameisaidiaje una maana gani Angalau imepata mafanikio gani kwenye ule msimu? Au assist? Nani assist? Anaweza kutoa, lakini ni nadra sana kwa huko kwetu. Yaani nadra sana kupata goalkeeper ambao ametoa assist 2 au 3. Tokea ni mara moja sana. Yaani kuisaidia ni kuisaidia imepata ushindi. Nyingine? Elewa. Lakini kingine ndio nilokuambia ni saves, lakini muda aliotumika uwanjani, lakini mwisho timu yake imefanikiwa nini? Okay. Tunamruka bwana kamati. Tunamruka bwana kamati. Tunampa ayachukue au ayabwage. Nachukua. Judith. Hapo mimi kwa kuongezea kwa Philip pia kuna amefungwa magoli mangapi? Afu pia kuna kama michezo ni 15
michezo 30. Kuna mwingine anakuwa amecheza michezo michache, mwingine amecheza mingi. Sasa ukaweza kusema huyu ana clean sheet nyingi kuliko huyu, wakati huyu katika michezo 30 huyu kacheza labda yote afu huyu kacheza 25. Unakuwa una compare vipi wakati huyu kuna ambayo hakucheza na huyu kuna amecheza yote, ambapo inafanana na ile muda dakika ya muda, kwa sababu itaonyesha muda ambao umecheza labda kama 1000. Inaonyesha ni muda mrefu kuliko magolikipa wengine. Moland hapo nafikiri vyote hapa wamemaliza mkini pamoja na Judith. Nafikiri sina kitu cha kuongezea. Vyote wameviorodhesha na vyote nafikiri ni vile ambacho nilichoona nikisema mimi kuhusiana na sidhani kwa clean sheet ilikuwa inatumika misimu 4 nyuma iliyopita. Kuna vigezo vilikuwa vinakuwa na viangalia. Nafikiri ni hivyo, nafikiri ndio kwa viangalia sana. Lakini sio swala clean sheet. Mimi nitakuja na vingine, lakini nilimdokeza pia nani Mkini swala la discipline. Ni sahihi sana. Yaani ni kitu muhimu sana kuingia hapa. Lakini pia yani nakupa mfano mmoja. Kuna kipa mmoja alikuwa Mwadui, nilikuwa najaribu kutafuta jina lake kamsahau, lakini ligi ilivyomalizika ndio golikipa ambaye alifungwa mabao mengi sana kwa huo msimu. Ligi ilivyomalizika tu akasajiliwa na Coast. Nilikuwa natafuta jina lake linatoka. Nikamuuliza mtu wa Coast, mbona golikipa alifungwa idadi kubwa sana ya mabao? Kwenye ligi ndo amefungwa Usambisa. Kwenye ligi ndo amefungwa sana, lakini ndo amekuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa. Wakaniambia tulitafuta vigezo vyake tukagundua kwamba amefanya saves nyingi sana pamoja na kwamba amefungwa magoli mengi sana. Na kweli kwa ule msimu aliwasaidia sana Coast. Unaona? Kwa yani kuna ubora mwingine tunataka kuangalia, kwa sababu ukisema clean sheet siku zote watatoka Simba na Yanga. Yaani atakuja kuongezeka labda Azam. Huyo goalkeeper inawezekana yuko kwenye timu chovu. Lakini alifanya saves. Sasa mimi nilikuwa namwangalia kwa kigezo kimoja kwamba mbona amefungwa sana? Yaani kwenye ligi ndio alikuwa amefungwa magoli mengi. Hivyo mwanzo ile kiongozi wa Coast akasema tumemfuatilia tukagundua pamoja na kufungwa mengi amefanya saves nyingi sana kuliko makipa wote kwenye ligi. Kigezo kingine mimi nafikiri namna anavyoitwa kwenye timu ya taifa. Sasa nitakuja kwako nani Julie. Ninadhani inawezekana inaweza pia anaitwa mara ngapi kwa timu yake ya taifa. Uko sahihi kabisa. Na hata amecheza. Unajua unaweza ukaitwa usicheze. Lakini pia amecheza mara ngapi katika timu ya taifa na ameitwa mara ngapi katika timu ya taifa. Hiyo nayo itakuwa ni nani nzuri sana. Itawafanya wengi sana watajituma. Sasa hivi imebaki ya kwamba kipa bora atatoka Simba Yanga. Bana tushakupa kama 6 hapo baba. Hicho cha clean sheet hicho. Ndio maana Diana na kipinga. Ndio nikitaka kutolea mfano pia, kwa mfano msimu uliopita Lei Matampi. Ukiangalia Coast, mechi nyingi za Coast ambazo yeye alipata hizo clean sheet ilikuwa ni draw tu. Yaani sio kwamba hata useme timu yake sijui ilishinda au ilifanya. Zilikuwa ni draw tu. Na hata hasa utakaye afunge. Yaani ameona naye ajitoa ingie kwenye mchakato. Mimi nimeuliza kwa sababu yule hapo maana yake hapo kuna mlaumu mamba kwa kushindwa kupanda juu ya mti. Yaani sasa naona hata ndio hapo tunasema hiyo clean sheet tu hawezi. Yaani hapo ndio maana tunaongezea kwenye hiyo kusema kwamba clean sheet tu, yaani sio kwamba ndio inafanya ndio awe kipa bora. Na hata save unajua angalia mechi za msimu uliomalizika ambao Matampi amecheza, utaona kama save ambazo amezifanya akiwa na Coast. Kafanya save nyingi. Ndio kocha mmoja alisema kuna goalkeeper mmoja alipewa tuzo ya kipa bora wa mechi. Kocha wake wakati anazungumza akasema mimi sikutarajia kama angepewa huyu, nilitarajia angepewa fulani. Akaulizwa kwa nini, akasema amesave shoot moja tu, alafu mechi imeisha afu amepewa tuzo. Lakini kuna watu wengine huko ndani wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo unaweza kukaa pale golini. Kuna mechi mimi nilishai kuiangalia. Goalkeeper amekaa golini. Aliokuwa na finish shoot moja au mawili. Mechi imeisha. Lakini sasa mimi hata ukiangalia mechi ya juu alikuwa ni Kamara. Ilikuwa ni Kamara mechi ya Simba na Azam Zanzibar. Hata ukiangalia mechi ya mfano tujiulize mechi ya Simba na Yanga, si ndio? Unaweza kumpa Diarra tuzo ya kwamba alikuwa mchezaji bora kwa ile mechi. Hawezi. Kulikuwa kuna amesave Diarra alisave chochote? Labda mimi ninakosea. Kulikuwa hakuna yani hamna kikubwa cha kusema kwamba unaweza ukampa. Lakini ametoka na clean sheet. Okay. Hapo sasa ukielezea umeelezea vizuri cha clean sheet. Mfano mzuri kama hiyo mechi ya Simba juzi na Yanga dabi. Unaweza kusema kwamba unampa clean sheet kwa maana kwamba kipa bora nani
Yala kati hamna shuti ambayo sema kamepigiwa on target ambayo kacheza akasema ile imempa ikaeka. Lakini ndio kigezo mwishoni unakuja kumpa tuzo. Kwa Lakini ungetumia vigezo vingi, na maana labda leo tungekuwa tunazungumza kwa ile kapu pale, tungekuwa labda tuna makipa 5 au 6 kutokana na vigezo ambavyo vinatumika. Lakini sasa hivi mtu akilala akiamka anasema fulani, kwa sababu tayari ana clean sheet. Hivi jumbe wa kamati ya tuzo alisema asulizo swali kuhusiana na tuzo. Mpaka hivi tuzo zipo mwaka huu kweli? Hata hilo Sasa kuna msimu unakosa tuzo. Ngoja babu, yani kuna msimu unakosa tuzo. Naona kimya sana, ligi inaisha. Sasa hata hilo la nini la ina maana mjakaa. Sasa unatoaje? Tunakaa. Mmekaa vinaendelea au uone tuzo zinatolewa za mwezi nini? Hizo za kawaida. Mchakato unaendelea. Mchakato unaendelea. Hamna msimu unamalizika bila watu kwa accolade. Yaani kwa hapa hizo si wanasubiri na CRDB kabisa iishe finali au? Ndio maana nikamwambia sasa msimu ukimaliza hivi kidogo, yani mimi nashujua mimi hapa sawa. Nakumbuka ile msimu ambao tuzo zinatolewa wapi Tanga. Nakumbuka ile imecheza finali ya FA ikatoka pale. Kesho yake hiyo, kwa maana sasa wale wachezaji wa kigeni wasifanyeje? Wasiondoke wapate tuzo zao. Sasa hivi kuna mambo mengi, kuna chani, kuna nini. Ndio kwani hata msimu uliopita kama unakumbukumbu vizuri msimu mpaka tutakaporudi. Sijasema hivyo, lakini nasema ni tuzo ni ngumu sana msimu unamalizika. Usiwe na event ya tuzo. Event ya tuzo babu ipo. Mjumbe mimi mmekaa. Event ya tuzo ipo. Sasa itakuwaje bila sisi kukaa babu? Au babu wanakaanza kutangaza kwamba sasa tuanze kutangaza kwamba jamani leo tunakaa? Hapana. Safi. Kama hivyo basi tunajua kuna tuzo zinakuja. Mimi najua kuna tuzo, yani kuna tuzo unazitamani, yani unajua una mnazo. Mimi najua kuna tuzo na mnazo. Zipo tu. Nao unaotaka sijui kama watapata au watopata, itategemea sasa na vigezo ambavyo viko kwenye kamati. Amegeuka radi. Haya bwana. Kwa hiyo tunasubiri tuzo tuweze kuangalia vigezo, tumeshaviwasilisha. Na vigezo vya mchezaji bora nafikiri vinapita kule tu. Amesaidiaje timu yake vile kule save swi nini. Yaani mimi naamini kule ni jinsi gani umeisaidia timu yako kupata kitu. Okay. Yaani umefanyaje timu ikapata kitu. Ingawa mimi naonaga kama vile watu wanakimbiliaga sana lazima awe ni mshambuliaji. Mimi naamini hata mabeki wanastahili. Mwenye magoli. Yaani watu wanakimbilia magoli na assist, lakini hata beki anastahili. Mbona washakuwa wachezaji wengi na kama sikusewi. Walipitaga sikusewi huko nyuma misimu iliyopita. Wengi Bangala alikuwa Juma Abdul, Shabalala walikuwa Shabalala, wote walikuwa MVP. Basi ni vizuri. Kuna category zimeongezeka. Au mjumbe yuko pale atusaidie. Hilo nalo alivalia hataki mjumbe. Kategori ameongeza hata kidogo. Kategori iliongezeka msimu uliopita. Ya msimu uliopita? Yes, kuna kategori ziliongezeka. Hadi sasa hivi hakuna status ya kategori mpya. Ya msimu uliopita ilikuwa ni ipi? Msimu uliopita iliongezeka nadhani sina kumbukumbu, nadhani labda weekend ijayo nitakuja kuna kuna kategori kama 2 ziliongezeka. Zilikuwa 10 na ngapi? Zilikuwa ndani tuzo zilikuwa zaidi ya 50. 50? Yes. Kuna kama sikosea na ziliongezeka zile tuzo za nini, kuna nini kama ingia nini ilikuwa nini kwa nini CRDB Confederation Cup nafikiri. Na kuna baadhi vipengele vilikuwa vimeongezwa. Kuna upande wa wanawake, kuna upande wa waamuzi wa kike na wa kiume, kuna upande wa soka la vijana, kuna upande wa ligi kuu, kuna upande wa CRDB, kuna zile tuzo binafsi za shirikisho ambazo hizi zenyewe zindi kwa wachezaji. Kwa hiyo vigezo nadhani vilikuwa vingi sana. Yaani zile washindi walikuwa ni wengi sana msimu uliopita. Sawa, tumetosheka. Kuna kitu umejifunza kwenye mechi ya Jumatano? Waamuzi walikupa kitu cha tofauti? Sawa. Au tuna kitu tunatakiwa tukichukua? No, mimi nitaka nije na swali miongoni mwa vile vitu vilivyoambia ninavyo. Cha kwanza, cha pili, cha tatu. Hichi cha tatu. Bado viko vingi unavyo. Cha tatu. Hivi pale kuwa na waamuzi nilikuwa najiuliza. Na si ajabu labda naingia kwenye mawazo ya Jabiri. Si ajabu. Jabiri Juma.
hivi kuwa na waamuzi, tumepiga waamuzi wa kigeni kuja kuchezesha, tumepiga hatua ama tumedhoofisha kwetu? Hatujadhoofisha. Eh. Kudhoofisha na ikataa. Hatujadhoofisha, bali tunaendelea kujifunza. Kumekuwa na nani hivyo? Yaani hiyo balance lazima iwepo, hata kama ingetokea nini. Yaani mgawanyiko panda na kushuka lazima ilitakiwa, lakini mimi nikisimama nasema hatujadhoofisha. Yaani tumeendelea kujifunza. Ndio maana nikakuuliza kama kuna kitu umekiona cha kujifunza. Unajua shule, ukienda mkiwa shule nilikuwa mkifanya mitihani yenu wenyewe ndani. Za mkajiona kwamba nyewe ni bora sana. Lakini wakati mwingine wachukua watoto wako wakajipime na wanafunzi kutoka shule nyingine. Ndio wachanganye nao. Kwa sababu mimi naamini hata kama waamuzi wetu nao waliangalia. Kuna kitu walichukua. Yaani kwa ni hali ya kawaida wale waamuzi wametuzidi sana. Hata mechi ambazo wamechezesha, aina ya mashindano ambao wamechezesha, ligi yao namba ngapi ya Misri? Kama ya 5 bora ipo, si ndio? Kwa kama iko ni 5 bora, ina maana kuna kitu kipya wametuletea sisi, tumejifunza. Unajua waamuzi tumejifunza kweli pale, lakini nafikiri kwamba mimi nilikuwa kwenye kibanda umiza, niliamua siku hiyo nikae kwenye kibanda umiza nisikilize na mawazo ya watu wengine. Wewe kabisa? Kibanda umiza nimekichagua watu wengi, mimi niko katikati na popcorn. Sasa kuna foul moja, sitaki kusema upande gani, lakini fouls zilikuwepo. Wakaanza kusema ile si ni penalty ile. Wengine wakasema kwa fulani angekuwa, yani kukaa kuna hizo, yani ile si penalty ile angekuwa, kukaa kuna hivyo. Twende Zanzibar ambapo mwenzetu Ramadhani Ngoda ambaye pia alitangaza mechi ya Simba na Yanga, si ndio? Alitangaza vizuri sana. Umepongezwa Ngoda kutokea huko Zanzibar tena katika fainali ya CRDB. Niseme tu watu wa Kurasa hapa wanakukaribisha na wamekupongeza, lakini kulikuwa kuna mijadala kibao ambayo imeibuka hapa kuhusiana na mwamuzi tuzo. Unajua tunaelekea pia kwenye tuzo mwamuzi yule, wewe ulikopo mtangazaji, kidogo tu kwa sekunde, ulionaje? Tumejifunza kitu ama ndio vile tu? Philip pamoja na panel yote ya Kurasa za Mwisho wanasema siku zote msiba unaanza na wafiwa, alafu wanafata waombolezaji. Kwa hiyo kila jambo huwa linaanza na wale wahusika wenyewe. Cha kushukuru na cha kufurahisha ni kwamba wahusika wenyewe kwa maana ya waamuzi wetu wamejitokeza kukiri kwamba wamechukua darasa kubwa sana kutoka kwenye officiating ya mechi ile, namna ambavyo mechi ile ilichezeshwa na waamuzi wale kutoka Misri. Sasa hakuna budi hata sisi waombolezaji au sisi washereheshaji kuungana nao na kuamini kwamba kuna jambo kubwa sana ambalo tumechukua, kuna jambo kubwa sana ambalo limetoka kama darasa katika mchezo ule ambao ulichezeshwa na waamuzi hao kutoka Misri. Kwa hiyo hakuna mgeni ambaye anakuja mwenyeji hatapona. Kwa hiyo amekuja mgeni, wenyeji tumepona na tumechukua kitu kikubwa, na naamini kabisa itakuwa ni sehemu ya kuweza kuboresha ligi yetu katika upande wa uamuzi. Misemo yako hiyo ambayo inaona kama watu hawajafarijika na hiyo misemo yako imekuwa kama ya maumivu. Tupe nini ambacho kinaendelea Zanzibar kwa wakati huu ambapo tunajiandaa na fainali ya CRDB Yanga Singida Big Star? Yes, hakuna kingine chochote ambacho kinazungumzwa, hakuna kingine chochote ambacho ni topic hivi sasa zaidi ya fainali hiyo ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Ndio gumzo, ndio kitu ambacho kimetawala hivi sasa katika visiwa hivi vya Zanzibar. Na tayari wale watu ambao wanapenda kuja mapema katika eneo la tukio wameshaanza kusogea, wameshaanza kufika katika visiwa hivi, na tayari wameshaanza kutengeneza mazingira ya kuelekea kwenye mchezo huo. Ukumbuke kwamba mchezo unachezwa kesho na kuna watu ambao wameingia jana pamoja na timu Singida Black Stars walifika hapa mapema. Young Africans nao pia waliingia kwa ndege mapema jana jioni na wakafanya mazoezi yao ya mwisho, mazoezi yao ya kwanza baada ya kuwasili hapa katika viwanja vya Aman. Kwa hiyo niseme kwamba kila kitu kipo sawa na mashabiki wana shauku kubwa ya kuona
Young Africans wataendeleza umwamba na ubabe mbele ya Singida Black Stars, au itakuwa kama alivyosema David Ouma na Gadiel Michael kwamba wamechoshwa na huu uteja, wamechoshwa na haya maneno ya kwamba kila wakikutana na Yanga wao wamekuwa mteremko, wamekuwa hawachezi kwa kiwango kikubwa. Ni maneno ambayo yamewachosha sana. Sasa wanaamini siku pekee ya kuonesha kwamba wao ni Singida Black Stars, wana timu ambayo ina quality, ni siku ya kesho Jumapili katika uwanja wa Amani pale, kwenda kuliwania taji la kombe la shirikisho la CRDB. Ngoda, wakati unazungumzia kwamba hawataki uteja, niseme hivyo, si ndio? Singida hawataki uteja. Kushoto kwako huko, upande wa kushoto kwako amekaa Charles Abel, akawa anacheka. Ndio. Sasa sijui Charles ana maana gani. Charles, unawezekana una swali, cheka yako ni ya swali. Unajua mimi kilichonifurahisha, unajua kusema ni jambo moja. Kusema ni jambo moja. Nauliza kazi ni jambo lingine. Kusema? Yaani kuzungumza, yaani kuonesha matamanio ni jambo moja. Na kuyatimiza matamanio yako ni jambo lingine. Na hayo matamanio yanatimizwa kama una watu. Yeye Ngoda anavyoiona Singida, yeye kwa mtazamo wake, hicho ambacho anakisema kwamba wamechoka uteja kwa jinsi timu yao ilivyo, na ukiangalia ile Yanga wanaweza kutimiza hilo tamanio lao. Hakuna kitu ambacho Singida wanakosa in terms of wachezaji, yani watendaji wa hicho ambacho wanakidhamiria. Hakuna ambacho wanakosa. Wana kila aina ya quality waliokuwa nayo uwanjani, na kama itatokea labda watakuwa bettered na Young Africans kwa vyovyote vile uwanjani, pengine itakuwa ni mbinu za benchi la ufundi zimekwenda kuamua hivyo, ama makosa ya mchezaji mmoja mmoja kama ambavyo siku zote yamekuwa yakitokea. Lakini ukizungumzia ubora wa wachezaji, ubora wa kikosi katika ligi yetu hii ya NBC ama katika mpira wetu wa Tanzania kwa sasa, miongoni mwa timu ambazo zina quality players ni Singida Black Stars. Hakuna mtu ambaye hafahamu ubora aliyokuwa nao Kwame Keyeke. Hakuna mtu ambaye afahamu ubora waliokuwa nao washambuliaji wa Singida Black Stars. Hakuna mtu ambaye hajui ubora wa Jonathan Soa. Ni kikosi ambacho kina quality kubwa sana, Charles, na naamini kabisa kwamba kama watakuwa serious na mipango mizuri kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu ujao, huenda ikawa ni miongoni mwa timu za Tanzania ambazo zitapeperusha vyema bendera ya nchi. Na kuzungumzia mchezo wa Jumapili, Singida wana kila sababu ya kwenda kufanya kitu bora dhidi ya Young Africans, na wana kila sababu ya kutupa mechi bora, kwa sababu Young Africans wana wachezaji ambao wana quality na Singida Black Stars wana wachezaji ambao wana quality. Wameshacheza timu kubwa sana barani Afrika, wamecheza mashindano makubwa sana barani Afrika, ikiwemo mashindano ya CAF ngazi ya club. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba watakwenda kutupa mechi nzuri sana. Wana national team players wa kutosha. Kwa hiyo ni mechi bora ambayo inakwenda kutokea siku ya Jumapili. Sasa unaposema kwamba kusema ni jambo la kwanza na kutenda ni jambo la pili, kuna wakati unaweza ukatenda bila kusema, lakini kuna kipindi ambacho unaweza ukasema alafu utakachokifanya kinakwenda kuakisi kile ambacho umekizungumza. Sasa cha kufanya sisi kwetu ni kusubiri kuona kwamba kitu atakachokwenda kukifanya kesho Singida Black Stars, je, kita reflect kile ambacho wametuambia kabla hapo, au wamekuwa wakituambia siku zote wanapokwenda katika mechi dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo ni kitendawili ambacho kitakwenda kuteguliwa katika dakika 90 au zaidi kwenye mechi ya kesho. Okay, tuhitimishe labda kwa maoni yako tu. Najua wewe pia ni mchambuzi wa pembeni sio mchambuzi wa moja kwa moja, wa pembeni Sasa mchambuzi wa pembeni wa kando mchambuzi wa kando, thamani ya ligi imeonekana kwamba kuna Yanga bingwa namba 1. Tunabishana huko kweli? Sasa hii Yanga bingwa namba 1, Simba namba 2. Tunabishana uongo kweli? Charles. Azam namba 3. Uongo kweli? Kweli. Singida namba 4. Sawa. Thamani ya ligi Ngoda, wewe unaionaje? Msimu umemalizika na sasa hivi tunakwenda kwenye mechi ya fainali. Thamani ya ligi katika mpira wa Tanzania umeionaje katika msimu huu? Kwangu mimi moja kati ya vitu vinavyoongeza thamani katika ligi ya nchi yoyote ile ama mpira wa nchi yoyote ile ni ushindani, na kitu ambacho napenda kukiita unpredictability, yani kutotabirika kwa vitu. Yani unakwenda katika msimu lakini hauwezi kubashiri moja kwa moja kwamba
kitu fulani kitakwenda kuwa hivi, ama ile top 4 itakwenda kuwa hivi, au gap kati ya timu fulani na timu fulani itakwenda kuwa hivi, au mechi ya timu fulani na timu fulani itakwenda kuwa na matokeo ya namna hii. Kwa hiyo kutotabirika kwa mechi, kutotabirika kwa jinsi msimu utakavyokuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaonyesha ushindani mkubwa, na ndio hata ligi ambazo tunazizungumza za huko barani Ulaya na kwingineko tunazizungumza kwamba zina ladha, zina uzuri, ni zile ambazo zimekuwa zina ushindani. Kwa hiyo ligi yetu imeongezeka thamani kwa kiasi kikubwa, kwenda katika mechi ya mwisho kabisa ya msimu, kwenda kuwa na grand finale kwenye ligi bila kuwa na bingwa, kwenda kuwa na mechi ya mwisho ambayo inakwenda kuamua bingwa, ni moja kati ya vitu ambavyo hata mataifa mengine ambayo yanaangalia ligi yetu yamesema yes, pale kuna ushindani mkubwa katika ligi, na naamini thamani yetu imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini ukija kuangalia vitu ambavyo vinaipa thamani ligi yetu, mbali na uwekezaji ambao timu wamekuwa wakifanya kwa kusajili wachezaji quality na makocha bora, lakini pia huwezi kuweka pembeni mchango wa Azam TV katika kuhakikisha kwamba ubora unaoonekana basi unaonekana katika maeneo mengi ya dunia, maeneo mengi ya bara la Afrika. Na ni ligi ambayo kusema kweli tumeizungumza sana kwamba ndio ligi pekee ambayo mechi zake zote kwa timu zote 16 zinaoneshwa mubashara bila kujali ngapi zinachezwa kwa muda mmoja. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni gumzo sana. Sisi tunapata kuwepo kwenye platform za waandishi barani Afrika ambao wanazungumza michezo, kwa maana ya sports journalists wa bara hili la Afrika. Wengi wamekuwa wakizungumza na kusifia kitu hicho kwamba inakuwaje ligi yenu inaonekana katika mechi zake zote kwa msimu mzima. Ni jambo ambalo limekuwa linawashangaza sana. Hivyo katika watu ambao wanatakiwa kuogelea katika bwawa hili la sifa, basi ni Azam TV kwa kile ambacho tumekuwa tukikifanya katika kuboresha na kuipa thamani ligi yetu. Asante sana. Na swali ambalo naondoka nalo ni mambo na producer nisiendelee, maana utajibu sana, lakini nitaongea na Nkini hapa na nani, labda unaweza kubaki hewani. Kama utacheka si tutashukuru, kama tutajua umejibu. Watu wengi kwenye mtandao, kwa nini Zanzibar tukicheza kule mechi zao saa 10:15, saa 1:15, hii mechi ya kesho ni saa 2:15 usiku, saa 2:15 usiku. Kwa hiyo tutazidi kufahamu baada ya ibada Mshamaliza ibada afu ndo ibada afu ndio na kwa hivyo mara nyingi sana kwa mechi itachezwa saa 2:15 juu ya alama. Ila nategemea Ngoda kutoka Zanzibar aje na viatu vipya vya mpira. Vile vya Yaani aje na viatu vipya kule Zanzibar, anunue viatu vipya. kwa nini maana gani? sasa Viatu sasa hivi ana. amecheka Ngodo anadhalilika, moja sijui nani alipost picha Ngodo anadhalilika, mdogo Mpenja ndo wangu aliposti. Mpenja ile miguu ya Ngoda imekaa hivi. kwani anavaa na vangapi? Mimi nitampa kama kikosa mimi nitampa. Imekaa hivi. Mimi nikasema hii picha ngoja niende kwenye message za watu. Na nikamwambia Ngoda, ndo maana anacheka. Nikamwambia Ngoda, pale umeambiwa sasa pale kulia wapi na kushoto wapi? Nilimwambia pale. Kumbe kipindi kile kilikuwa nikaja kugundua kipindi kile kilikuwa najitafuta. Kwa hiyo sasa hivi miguu imekaa sawa. Amejipata. mchambuzi wa pembeni, Mchambuzi wa kando, asante sana. Asante sana mchambuzi wa kando. Tunaamini kesho tutakuwa na fainali nzuri kabisa ambayo itatuweka katika kumaliza rasmi na kuingia katika off season, si ndio? Asante sana Ngoda. swali langu moja kwako, Na mchezaji wako bora wa msimu nani? mimi Chazi tu ndo hata jibu wewe na yani best msimu tumeshamaliza msimu wa ligi. Mchezaji wako bora wa msimu Soa wa Singida. Holland Mimi kwangu bwana Pakome Zuzu. Pakome. Yudi Pakome. mimi na vigezo. Karibu vigezo vyako. Haya. Kaingia nusu Chazi, labda kwa sababu yuko kwenye kamati labda anaweza kanisupport. Mbona ngapi? 13 Na 3. 13. Pakome 9-10. Pakome ana magoli mangapi? Ana magoli 10 kasi. Ana magoli 12, assist 10. Assist 10. Yeah. Kwa jumla 22. na ingeongezwa Singida Big Stars ingekupo yule nani kaongeza kacheza mechi mzima. 3 au Msimu mzima. yani robo yani katika ile msimu si nusu ule
Yaani amekuja labda katikati ingekuwa kuna vya kuongeza namna hiyo. Mfungaji bora. Sasa tunakuja kwenye clean sheet. Sasa unafanisha na swala clean sheet ukija hivyo. Sasa kwa sababu kafunga mabao mangapi kafunga katikati ya msimu. Hapo ukija ukimwongezea sifa nyingine Pacome katika michezo yote aliocheza. Yaani amekuwa mchezaji bora, man of the match katika michezo 8. Nani? Amepata tuzo. Nani? Pacome. Yes. Na twende sasa. So kusema mabao sasa hapo utakuja na swala lile la clean sheet. Mimi wakongo hawa. Au asante sana, ambao muda umekwisha. Kombe la Dunia Club leo hii mechi zitaendelea Sasa hivi ndo mechi zina. Palmeiras na Botafogo. Palmeiras moja la mechi. Afu Chelsea na kuna mtu huko. Chelsea na nani anacheza leo hii, timu zimenitoka zile za nani za. Kuna mtu huko haina shida hiyo. Si kuna mtu mwingine haina shida. Inter Miami na PSG bonge moja la mechi. PSG zitakuja nazo huko Kwa hiyo tumeingia katika hatua nzuri zaidi, lakini pia hata kukesha kumepungua tutapungua hata kukesha. Kwa hiyo tufuatilie, leo hii tunaanza hatua hiyo ya 16 bora. Tunatafuta na first teams zinazokwenda robo finali. Ni michezo mizuri sana, yani hii tunakupa uendelee kuiangalia. Mimi ni Philip Cyprian, Charles Abel, Molandi, Judith pamoja na Philip Nkini, tukiwa tunahitimisha kipindi cha kumalizia ligi, ikiwa ni pamoja na kuanza kwa off season ya ligi panapo majaliwa. Mimi na wakati huu basi niseme kwamba tunaweka nukta, lakini endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Azam TV.